akamwambia sikujua, lakini roho ni umoja. Na Mungu anapo connect anafanya roho zenu kuongea sawa. Salimu ndugu yako, mwambie wengine waliokoka kwenye baba. Na ilituchukua muda kabisa na tukamwona Mungu akitutembelea. Kwa hiyo tunaandaa ingine kwa miezi mitatu, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa kazi. Nikuhakikishie kwamba hautarudi jinsi ulivyoingia. Amena yako inaonyesha kwamba una shida za madeni, lakini utarudia zimelipwa katika jina la Yesu. Biblia inasema walipomchukua Paulo wakamwelekeza katika mji wa Rumi ili ahukumu. Safari haikose matatizo. Walipata upepo wa kutisha, na huu upepo umechukua siku 14. Na ndani ya ile merikebu walikuwa watu zaidi ya 217 au 76. Siku ya kwanza ya Zoruba waliongea vizuri, siku ya pili waliongea vizuri, siku ya tatu watu wakaanza kutengeneza sasa maisha yao. Siku ya 4 ilifika, watu walikuwa wakule chakula tena. Na kuna somo na iandaa hapo inasema jua na nyota zilitoweka. Kwa hiyo watu wakaanza kuishi wasiwasi mpaka siku 10 kaenea, mpaka siku 14 kaenea. Na ukisoma Biblia, kapiteni wa meli alikuwa haiongozi tena, lakini meli ndio ilikuwa inaanza kuwapeleka. Shetani anaposukuma zoruba katika maisha ya mtu, ana shabaha ya kukunyang'anya uongozi ya maisha yako. Ana shabaha ya kufanya uanze sasa kuhangaishwa na shida kuliko uongozi maisha yako. Watu walianza pata magumu, wengine walitubu dhambi zao, lakini zoruba haikuisha. Katika maisha ya kiroho unatakiwa kujua kwamba si zoruba zote zitaisha. Wakati wa Yesu kiurahisi aliweka mkono juu na zoruba ikaisha, lakini wakati wa Paulo zoruba haitaisha. Ilibidi ni yeye au ni wao watoke ndani ya zoruba. Salimu ndugu yako, mwambie kuna shida zinatulia, lakini lazima usikimbie. Lazima ujue kuna shida zitatulizwa, lakini zingine lazima ukimbie. Utaendelea kuombea shida fulani, unajua mchumba huyu baba msaidie, ni zoruba itulie. Wengine wachumba ni zoruba ya Paulo. Utaendelea kuomba sijue mtaa fulani, Bwana unibariki mwa hii mtaa. Ingine mitaa ni zoruba ya Paulo, mpaka utoki. Kwa hiyo hata Paulo nafikiri alitaka kuomba, lakini hii zoruba haitatulia. Na nitakwambia kusudi ya kufanya zoruba isitulie. Ukiambiwa kumwambia mwalimu ataongea, nasikia kama mwalimu ataongea. Kuna mtu yuko tayari? Kwa hiyo kwa ile masiku malaika wa Bwana akashuka akamwambia Paulo, kwa ajili yako Paulo, email itapotea, vitu vitapotea, lakini wewe na wanaokuzunguka wote hawatapotea, na hata nywele ya kichwa chao hakitapotea,
Bwana akitaka sikilia taifa huruma, anaangalia mtumishi wake ndani ya taifa. Bwana akitaka ponya Sodom na Gomora, anaangalia mchaguliwa aliye Sodom na Gomora. Inawezekana umezaliwa katika familia ya laana na mikoshi, na hakuna mtu ambaye ni msaada katika jamaa yako, lakini kwa sababu ya agano Mungu amefanya na mimi, kwa sababu ya neema ya wito Mungu amenipatia, na itabiri juu ya madhabahu hii, ndani ya jamaa yako hii mwaka hamtasika. Na itabiri juu ya madhabahu hii, ndani ya uzao wako hamtakuwa mwenda wazimu. Na itabiri juu ya madhabahu hii, ndani ya jamaa yako hamtakuwa kifafa. Na itabiri juu ya madhabahu hii, ndani ya uzao wako hautakuwa tajiri peke yako, Mungu atawainua na wewe. Na niko na amen zaidi ya mwenzake. Mtumishi wa Bwana akiwa fasi fulani, hata ndoa ilitakiwa kuvunjika haitavunjika tena. Hakuna mtu anaamini kile kitu, anipe kelele niongeze fujo. Kwa maana walipompeleka kule Roma ni kwa ajili ya kuhukumiwa, lakini Bwana alijua kwenda Roma ni kwa ajili ya kuhubiri mataifa. Sasa hawa walio ndani ya meli, hawa wakipotea, injili haitakuwa na uwezo. Lakini wakifika Roma, kabla Paulo hajahubiri, wataamini kwamba Yesu yupo. Hakuna mtu anaamini zaidi ya mwenzake. Maana yake kuna vitu Mungu atafanya mpaka jirani zako watajua Jehova Nisi, kuna Mungu aliye hai. Wanaposema meli itapotea, vitu vitapotea, lakini ninyi nyote mtaokolewa. Nilikwambia mveye haiko mambo ya kusemea amen, ni mambo ya kujiuliza. Mara mingi ukitaka kuishi baraka za Mungu, kuna wakati unatakiwa kutumia nini? Kutumia akili. Nilikuwa naongea na watumishi wa Mungu asubuhi, nikawaambia kinachosumbua waporo sana, mnatumia roho sana na mnashindwa kutumia akili. Unatumia nini? Roho, alafu hamtumia akili. Kuna mwanaume unaweza ukamuona hivi, roho yako inampenda sana, na roho ni mdanganyifu. Kuna mwanamke unaweza ukamuona hivi, roho inampenda sana, na kesho unaweza ukajute kama haukutumia akili. Kwa hiyo ujitahidi sana katika maisha ya kiroho. Roho ikikwambia kitu, ukitie kwenye mahesabu, itakusaidia. Roho imesha kusukuma nifanye biashara fulani, Uvira hakuna matope. Roho inaweza kuambia peleka mashakete Kindu wala Kishasa, lakini akili itakwambia kwa ile kifukutu jaketi hazitauziwa. Kwa hiyo kuna wakati tunafata roho, lakini tunasahau nini? Kwa hiyo Paulo akawaambia, hata kama unabii umeshatokea, lakini watu wajiweke tayari sasa kuona jinsi ya kuokolewa. Mkifanya mzaa mtapotea. Mkifanya mzaa mtafikiri unabii ulikuwa uongo. Na Biblia inasema meli kaanza pasuka. Kadiri meli inaanza pasuka, kikundi cha kwanza cha mashujaa, vijana wa Ijwi, vijana wa Vichumbi wala Kale, wakaanza ogelea. Unabii huko wa kuokoka, unabii huko wa kuponyoka bahari, lakini Biblia inaonyesha kile kikundi cha kwanza kilitumia ujanja wa kuogelea. Kikundi cha kufuata hakijui kuogelea. Kikundi cha kufuata kinaona jinsi maji iko na furika, lakini hakijui kuogelea. Na hakuna mikoshi kama uishi na uzoe kupita mlaki usiku na mchana na ujui kuogelea. Unajua kinachoua mtu mwenye ajui kuogelea ni kulalamika ndani ya bahari.
nakufa, anakunywa. Nakufa, anakunywa. Alafu tumbo ikishavimba. Kwa hiyo hiki kikundi cha pili kilishindwa kuogelea, lakini kikundi cha kwanza waliogelea kwa nguvu sana mpaka wakajikuta nchi kavu. Hawa waliosalia, ndio Biblia inasema wengine wakazishika mbao. Manake hawa hawajui kuogelea, lakini bahati nzuri ni kwa sababu meli ilikuwa haiko ya chuma, meli ilikuwa haiko ya mawe, meli ilikuwa ni ya mbao, tena mbao za kukauka. Kwa hiyo hawa wakaona vile tunashindwa kuogelea, tushike mbao. Nikirudia nyuma kiufunuo, wanaposhika zile mbao, elewa kwamba mbao haina moteri ya kutembea tena, mbao haina vitesi ya kutembea tena. Lakini Mungu alijua niache zoruba isiishe, kwa maana ni zoruba yenyewe itaanza kusogeza mbao mpaka iende nchi kavu. Kuna shida zingine hata unaziombea namna gani hazitaisha, kwa maana ile shida itakuwa vitese ya kukupeleka kwenye Mungu alisemaka. Nipe amen zaidi ya pale. Naona vizazi viwili hapa, ukinipa amen naongea zaidi. Kizazi cha kwanza kinajua kuogelea, kizazi cha kwanza kina ujanja wa kuogelea, kizazi cha kwanza kinajua sheria ya bahari. Ili mtu apite baharini lazima ajue kuogelea. Lakini kizazi cha pili hakijui kuogelea. Kizazi cha pili hakina sheria. Kizazi cha pili kinaitegemea mbao. Mwaigoma, kabla nifungue mafunuo, kuna watu walishafaulu maisha kabla hajakomaa. Alizaliwa ndani ya jamaa ya utajiri na maisha yake ilipangwa sawa sawa. Lakini kuna kizazi ya pili ambayo inakuja, haina urizi, haina ujanja, haijui kuogelea, lakini kuna mbao itafanyika kwa ajili yao. Ukinipa amen nitafungua kitu mara 7 zaidi ya kawaida. Nipande ngazi niseme mwanadamu atazama. Ndio maana mtumishi wa Mungu Musa alipasua zile mawe na akaziweka chini. Kwa hiyo akaandika sheria kwa mbao 2. Hakuna mtu kona amen zaidi ya mwenzake. Akaandika sheria kwa mbao 2, kwa maana dunia yenyewe ni bahari na jiwe kwenye bahari itazama, lakini mbao juu ya bahari haiwezi kuzama. Kizazi ya kwanza iliyoogelea ni wana wa Israeli ambao walijua sheria. Lakini mimi na wewe ambao tulikuwa hajui kuogelea, ilibidi mbao msalaba Goligota tuisegemee juu yake na itupeleke viwango vingine. Na niko na amen zaidi ya mwenzake. Kuogelea hatujui, lakini kuna mbao imetengenezwa kwa ajili yetu. Natabiri na kutangaza juu ya mtu fulani hapa, kwa sababu ya msalaba wa Yesu utavuka ngambo. Kwa sababu ya neema ya Bwana utavuka ngambo. Sema sijui kuogelea, lakini kwa sababu ya msalaba nitavuka ngambo. Yes. Napenda neno hili zaidi. Anayetembea na unabii anashinda anayetembea na pesa. Amen. Anayetembea na ahadi anashinda anayetembea na pesa. Amen. Leo anakushinda mapesa, lakini ahadi unayo, kuna siku itatimilika. Yes. Kwa nini wote wanaokolewa? Ni kwa maana Paulo alikuwa ameshatabiri juu yao. Anasema hata mtu mmoja hatapotea. Manake hata mwenye ajue kuogelea naye Mungu atafungula tu mbao juu yake na atapata njia. Ane 2024 juu yako. Yes. Kila mtoto mwenye aliingia Jehova Nisi, kuna neno la unabii juu yako. Kuna neno la unabii juu yako. Kuna neno la unabii juu yako. Hii mwaka
Yes. Hii mwaka utafaulu. Hii mwaka utabarikiwa. Sema kupitia mbao nitaokolewa. Kupitia mbao nitaokolewa. Mbao ni nini? Mbao ni mti iliyopita kwa mikono ya mseremala. Yes. Mwalimu hajaeleweka hapa. Mbao ni mti iliyopita kwa mkono ya mseremala. Mseremala akaitengeneza vizuri. Enye lijenga safina ya Noa ni mti wa goferi. Yes. Lakini kabla ijenge safina ya Noa, lazima ipite kwa mikono ya nani? Ya mseremala aitengeneze vizuri. Oh my God. Hauko mjehova nisi juu ya maproblem. Uko kwa mikono ya mseremala iko na kutaye vizuri. Yes. Come on, that's ikitoka kwa mikono ya mseremala lazima ipakwe rangi na ipigwe misumari. Yes. Ikishapigwa misumari inatengeneza forme ingine ya kipekee. Yes. Wakati mvua itaanza nyesha, ile mamiti yote yenye haina forme itazama, lakini mbao ikelipita kwa mikono ya mseremala itaanza panda juu. Yes. Na mimi naona ile mti ya gofeli Yesu ambaye amekatwa kutoka mbinguni, anazaliwa mnyumba ya Menizie. Yes. Menizie Joseph anamtaye. Yes. Anapigwa misumari Goligota. Oh. Leo hakuna jina inaweza kuokoa kama iko jina ya Yesu. Amen. Kama wengine watajidebrie kutumia nguvu, lakini wewe kupitia mbao ambao ni Yesu, yes, wewe utavuka ngambo. Amen. Niongeze nisiongeze? Ongeza baba. Nikubaliani Prophet Moses, wale walioogelea walivuka wakafika wamechoka. Yes. Sijui kama nasema uongo. Ni kweli dada. Mimi ni fundi wa kuogelea. Na kama unapinga twende. Yes. Wale walioogelea walivuka Gambo. wakafika. Walioshika mbao, yes, weka makofi kwa ajili ya Yesu. Nasema hivi, walioshika mbao hawakutumia nguvu, walijua tushika sana. Naambia mtu mmoja hivi, waliofanikiwa juu ya maji walichoka. Amen. Waliolewa juu ya makeup walichoka. Yes. Walioinuliwa juu ya masomo ya mingi walichoka. Yes. Lakini walioshika Yesu Kristo walifanikiwa bila kuchoka. Amen. 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 Yes. Geukia mwenzako mwambie, shika sana ulicho nacho. Yes. Watoto wa Jehova Nisi. Yes. Tuko mu generation yenye Zoruba ndio natusukumaka mbele. Amen. Siku taona problem zinaongezeka juu ya maisha yako, manake ujue kuna nafasi Mungu anakupeleka viwango vingine vya juu. Napokea. Salimia watu 5 waambie, sitachoka na nitafika. Sitachoka, nitafika. Weka makofi. Fanya vigelegele juu ya Yesu. Nani ataruka mahali alipo? Yeah. Nitafika. Yes. Niongeze nisiongeze? Ongeza baba. Niongeze nisiongeze? Ongeza baba. Walioogelea walifanya nini? Walioshika mbao ilikuwa namna gani? Kwa sababu kile kizazi cha mbele waliokolewa kwa sheria. Yes. Na sheria ni michoko ya ajabu. Yes. Na ukijua kinachokuwa kilo kumwili ya mwanadamu ni mwili. Ndio. Manake kwa ufunuo mwili ni mzigo. Yes. Amnikubali vizuri? Ndio baba. Kwa ufunuo mwili ni nini? Mzigo. Ni mzigo. Na kama mwili ni mzigo,
Ukianza kuubeba nchi kavu lazima utachoka. Ndio. Na mkisha nikubalia kwamba Yesu njoo mbao, manake njoo mbao yenye lisema njooni kwangu nyote mnaolemewa. Oh, come on daddy. Manake kilichochukua uzito ya mwili ni mbao. Ndio. Lakini mwili yenyewe haikuchoka. Naweka mikono juu. Come on daddy. Uko dada uliyebaki yatima. Uko kaka uliyebaki yatima. Yes. Uko ndani ya jamaa ya umaskini. Yes. Na watu wanakuambia uguse uchawi, ulikataa gusa uchawi. Yes. Distraction yako moja ni maisha ya kumtumikia Bwana. Yes. Maisha ya maombi ndio maisha yako. Sadaka zako ni kwa Bwana. Yes. Nasema hii mwaka kuvuka utavuka. Ndio. Na utavuka bila kuchoka. Napokea. Nasema na utavuka bila kuchoka. Yes. Iko ane ya facilite. Amen. Sitatumia nguvu, lakini kuvuka nitavuka. Unajua nitavuka juu ya nini? Niko yule ambao. Yes. Ambia voisin, shika sana Yesu, shika sana Yesu. Yes. Shika sana Yesu. Manake ukipoteza mbao utafanya nini? Unazama. Fanya hivi. Naona neema ya Bwana juu yako. Amen. Kama wale watu wangelifika nchi kavu, ungewauliza mliokolewa kwa njia gani, wangelisema zile mbao. Zile mbao. Mimi na wewe hatustahili. Yes. Ni mbao za Golgotha. Amen. Mimi na wewe hatuenee. Yes. Ni neema ya Golgotha. Amen. Mimi na wewe hatufai. Yes. Hata kuogelea hatujui. Kuna mabinti unaona sura alishakataa, lakini alibamba mpaka unasema huyu anaogelea. Unasema huyu anafanya nini? Anaogelea. Anaogelea, anatumia nguvu sana. Lakini wewe na mafuta yako ya bei chini, wewe na ile konte yako yenye hamuna hata $20,000. Yes. Wewe mwenye biko unasema akana nyumba mwa hii Goma, njoo Mungu anaselektione kwa watu ambao wataanza inua mwa hii ane 2024. Napokea. Hatutatumia nguvu tena, lakini tutavuka ngambo. Yes. Ndani ya bahari Yona alitembea na vitese yake wala ya samaki. Samaki. Kwa hii dunia hautatembea na vitese yako tena. Amen. Vitese ya Yesu ndio itakupeleka mbali. Amen. Hata wakati ya maombezi mimi sisukuma mtu, mimi situmie nguvu, natumia uwezo. Amen. Na hii ndio generation ya watu ambao wataokolewa kupitia mbao. Amen. Watu wa saba uambie niachie msalaba. Ndio maana mwaibi ya kiroho, mwaibi ya kimungu, acha Yesu akupeleke kwenye anataka. Yes. Mbele nilisema tumia nini, lakini sai mimi nageuza. Kuna nafasi hautakiwe kutumia akili, unatakiwa kuamini tu. Amen. Na kumwambia Baba nipeleke mahali ambapo niwaulize hivi, waliposhika zile mbao unafikiri walifikiria nini? Kufa, tunakufa. Sio vile? Kufa. Aha. Zoruba sasa ilikuja kuwafanya nini? Zoruba kaanza. Sasa kama Mungu angesikia maombi yao ya kutuliza Zoruba, nini ningewapeleka? Manake kuna shida zingine ambazo hata unaziombea namna gani haziishi. Yes. Kwa sababu Mungu anajua kwamba zile ndizo zitakupeleka kwenye Mungu alisema. Amen. Baba mimi Yusufu niko mprison, banifungule mprison. Mungu anasema hapana. Ukifunguliwa mwa hii prison, mfalme atakutafutiaka wapi, or adrese yako inajulikana, ni mprison
Kuna magumu ingine yenye hata unaomba itabaki. Baba nipe ndoa hii mwaka. Mungu anasema ndoa hauipate, kwa maana mwenye nda kuconnecte naye angali quelque part. Yes. Mwenye nda kuconnecte naye angali maskini. Yes. Hauna nyota ya kuolewa na mtu mwangali na jitafuta takutafuna. Kwa hiyo ni kuconnecte na tajiri, subiri ainuliwe. Ndio maana ingine kukawia haiko mikoshi, haiko laana. Yes. Fanya hivi, sema Mungu mimi sitakusumbua tena. Mungu sitakusumbua tena. Nipeleke kwenye unataka. Simama tu. Kwenye anataka. Weka mikono juu, sema Jehova. Jehova. Sisi ni kile kizazi. Sisi ni kile kizazi cha wale waliokolewa na mbao. cha wale waliokolewa na mbao. Sisi ni ishara ya msalaba. Sisi ni ishara ya msalaba. Hatutatumia tena nguvu sana. Hatutatumia tena nguvu sana. Tunaacha utubebe. Tunaacha utubebe. Tunaacha utufikishe. Tunaacha utufikishe. Manake tunajua sisi ni matokeo ya neema. Manake tunajua sisi ni matokeo ya neema. Kuzama hatutazama. Kuzama hatutazama. Kupotea hatutapotea. Kupotea hatutapotea. Leo nasimama. Leo nasimama kama mwakilishi wa jamaa yangu. Kama mwanzilishi wa jamaa yangu. Mimi Gabriel Chikiko. Mimi Olivier Malete. Niko baraka kwa familia langu. Niko baraka kwa familia yangu. Tarehe ya leo. Tarehe ya leo. Bwana unanipandisha viwango. Bwana unanipandisha viwango. Imani niliyo nayo. Imani niliyo nayo. Nitavuka bila kutumia uwezo wa kimwili. Nitavuka bila kutumia uwezo wa kimwili. Nitafaulu bila uchawi. Nitafaulu bila uchawi. Nitashika sana Kristo. Nitashika sana Kristo. Na nitafika ngambo. Na nitafika ngambo. Anza maombi ya kufuka ngambo. Katika jina la Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba, sitatumia tena nguvu ya kimwili. Ninakushika Kristo katika maisha yangu. Naamini ya kwamba Bwana pamoja na wewe Kristo nitafika ngambo. Mahali ambapo familia yangu haikufika, mimi nitafika. Pale ambapo generation yangu haikufika, mimi nitafika. Pale ambapo wadogo wakubwa makonesansa haikufika, mimi nitafika pamoja na wewe. Bwana, naamini ya kwamba wewe ni mpao ambapo niko juu yako. Naamini Bwana utanifikisha mahali ambapo sikuwaziaka. Nitafika Bwana mahali ambapo hata sikulotaka. Utanifikisha Bwana, kwa sababu tumaini yangu, imani yangu ni kwako Kristo. Imani yangu ni kwako Jehova. Tumaini langu ni kwako Yesu. Sitakuacha maishani yangu yote. Naamini ya kwamba pamoja na wewe yote inawezekana. Leo Baba nitafika. Naamini nitafika. Naamini kufika. Gambo kuvuka nitavuka. Mimi nitavuka. Gambo kuvuka kwa jina la Yesu. Nitavuka. Mulie profetike yangu nitafika. Nitavuka. Profetike yangu Gambo kuvuka. Mimi nitavuka. Nitafika mahali baraka zangu yuko kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.